Bwana, pamoja na hilo, chachu kubwa ambao Simba wachezaji waliweza kuionyesha katika mchezo wa hatua ya kuingia robo finali, kuweza kugusa moyo wa Mo Dewji, licha sasa hivi kuongezeka kwa mdhamini mwingine. Nia ya Mo Dewji mpaka aliweza kuitamka ni kuweza kuiona Simba Sport Club inakwenda kuingia katika nafasi ya kwanza na si nafasi ya 4, ndio kiu yake na matamanio yake. Na kwa Simba hii kwa sasa hivi unavyoiona inavyozidi kufufuka, je, inaweza kutembea pamoja na ndoto alionao Mo Dewji? Leo hii tu imagine leo hii Simba inacheza nusu finali, lakini ni ndoto ya Mohamed Mo Dewji, rais wa heshima wa Simba Sports Club. Ni ndoto ya miaka 9 iliyopita. Ukijumlisha na mwaka huu na kwa ni mwaka wa 10 ndio tunacheza nusu finali. Unaelewa vizuri? Kuna distance ya miaka mingapi hapa? Mingi kidogo. Lakini unapata jibu kwa sababu ni Mtanzania na nina imani ndani ya miaka 10 umefuatilia mpira wa Tanzania. Kuna vitu vilikuwa vinafanyika ambavyo haviendani na mazingira halisia. Kwamba Simba Sports Club ni brandi kubwa, tuna malengo ya kufanya vitu fulani, lakini hatuendani na malengo yetu. Aina sajili tulikuwa tunazifanya, umeelewa vizuri? Aina wachezaji tulikuwa tunawachukua local player mpaka international player. Unaelewa vizuri sijui. Kwa maana hiyo basi kufika namba 1 kama anaposema Mo Dewji, hilo jambo sio jambo eti kusema gumu sana kwa tulipofikia Simba Sports Club. Hilo jambo ni gumu kwa wale ambao wako nafasi ya kuanzia 12, 13 na kuendelea huko. Ila kwa sisi ambao tupo kwenye top 5 na tunashika nafasi ya 4, hilo jambo sio jambo lile likatushinda sisi. Ila Simba Sports Club chini ya mwenyekiti wa wanachama Murtaza Mangungu ndio sajili quality player tu. Kuanzia wachezaji wa ndani, yani mchezaji wa Tanzania unaenda kumchukua unasema oh yes, huyu ni mchezaji wa maana. Mchezaji wa international sio ametoka Ivory Coast, ametoka wapi, endakiwa aje kucheza, yani mchezaji anayesajiliwa at least basi anatoka hata kwenye anacheza timu ya taifa, hata kama anaitwa tu kwenye timu ya taifa. Ni quality player sajili. Nani alikuwa anajua Mamelodi Sundowns? Ilikuwa ni timu ya kawaida South Africa. South Africa timu zake zinajulikana. Ni Orlando Pirates na Kaizer Chiefs. Lakini Orlando leo anashika nafasi, Mamelodi Sundowns anashika nafasi ya ngapi? Za juu. Wametuzidi mpaka sisi Simba. Kwa sababu gani? Walipata mwekezaji mwenye vision, akaona nataka nifanye kitu fulani, akaweka maono yake. Unaona leo hii wanafanya vizuri, na wenyewe wako nusu finali wanacheza na Orlando, wanacheza na Al Ahly. Lakini Simba Sport Club hicho kitu walipiga hatua. Kipindi kile ukitaja combination ya Boko, ukimtaja Mixon, ukimtaja Chama, lakini vitu kuna hiyo kauli na Azim Dewji aliyekuwa mwekezaji wa zamani wa Simba, ambaye mpaka sasa hivi ni kiongozi wa zamani wa Simba, bado anaonyesha mapenzi yake. Alizungumza hicho kitu kwamba lengo kubwa hasa lilikatishwa kulingana na zile chokochoko. Labda pengine kweli zile chokochoko unaweza kukiri kama zilisababisha Simba kushindwa kuifikia ndoto yake mapema. Na nadhani anachomaanisha chokochoko zake yeye anazozimaanisha ni zile za katika asilimia zile 49 alizokuwa anazihitaji yeye kama mwekezaji kupi. Maana yake nikizungumza mwekezaji yeye si baba yake mdogo, yeye ni Azim Dewji, baba yake mdogo na Mo Dewji, ndio familia ile tu. Umeelewa bana? Ndio maana anazungumzia chokochoko. Lakini Simba, Yanga, Coastal Union, African Sports, Pamba ni timu za wanachama. Na kama ni timu za wanachama zina taratibu zake. Uwezi ukafanya kitu chochote tu bila kupitia katiba ya nchi hii. Kuna utaratibu upo. Na utaratibu walipewa wao kama wawekezaji wa Simba Sports, wanakoja wawekeza kwenye Simba Sports Club, walipewa utaratibu kupitia Lita. Umeelewa vizuri bana? Nini cha kufanya, wapitie wapi, wafanye nini? Au mwekezaji rasmi. Lakini nadhani kuna vitu bado yani yeye ana mahitaji yake, alikuwa na mahitaji yake, na huku kuna kukinzana fulani hivi kwamba watu wanaona mbona huyu hivi na yeye anaona mbona pale hivi. Lakini Simba Sports Club pamoja na kuwa inaenda inajitafuta kwenye mashindano ya international, imeenda inajipata ujue. Brand imeenda viral. Ndio maana umezungumzia mkataba mpya umekuja, mkataba mkubwa ambao hujawahi kutokea Afrika Mashariki na Kati. Toka zimeundwa hizo timu za mpira wa miguu, ni mkataba mkubwa ambao umesaini Simba Sports Club peke yake. Unafikiri kwa sababu gani? Kwa sababu ya thamani ya Simba Sports Club na nembo yake. Simba Sports Club na nembo yake imeshakuwa kubwa sana. Kwa hiyo tutarajie makubwa mengi tu. Simba Sports Club kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, msimu ujao itakuwa ina main sponsor mpya kwenye kifua. Hebu imagine main sponsor mpya anayekuja kuinvest, anayekuja kutaka kukaa kwenye kifua cha Simba, akija sinabidi aje yani afanye kitu extra kumshinda Jairuti. Investment uongo kweli? Afanye kitu extra ambacho anajua hapa nitawashawishi viongozi na wanachama wa Simba kutokana na brand iliyopo. Tunarudi kule tutapata wachezaji wazuri,
quality player wenye daraja A, umeelewa vizuri. Tutapata wachezaji wazuri, tutapata makocha wazuri, makocha wasaidizi wazuri, makocha wa makipa wazuri, umeelewa vizuri. Kila kitu tutaenda proper, tutatengeneza viwanja vyetu vya mazoezi, treatment zote zitaenda sawa sawa. Kwa nini tusifike pale ambapo tunapata model? Lakini kilio kikubwa cha mashabiki pamoja na wanachama wa Simba pamoja na kuja mwekezaji mpya, sawa, wamepokea vizuri, lakini wao wanachokuambia, wanachotaka kuona ni mnyama Simba akilileta kombe la shirikisho. Hapa ndio kilio chao kikubwa. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu shehe, mambo yataenda sawa sawa, mimi na imani. Safari tulipotoka ni mbali mno kuliko tunakoelekea, yani tunapoenda ni karibu kuliko tulikotoka. Kwa hiyo ni mmoja tuliokuwa nao wa wanachama, viongozi, mimi nafurahi sana kiukweli. Yani kwa sasa hivi kama kuna vitu navifurahia ni kuonesha upande wa wanachama una mchango gani kwenye Simba Sports Club. Lakini wasiwasi nakuja hapa, huenda mdhamini aliyekuja akashindwa kukimbia na ile kasi ambayo sasa hivi tayari imeanzisha. Maana yake kama huenda falsafa speed mlikuwa kwenye 80 huenda ikashuka 60. Ni ngumu kwa sababu mdhamini na mzabuni mpya aliokuja kwenye Simba Sports Club ni mtu ambaye amekuja na speed ambayo imemzidi paka mwekezaji, au wewe ulioni hilo, ambaye alikuwa na ndoto ya kufanya mambo makubwa Simba Sports Club miaka 9 iliyopita, lakini yeye amekuja ameenda viral zaidi. Unafikiri kwa sababu gani? Ameona na ameweka target yake kwamba Simba hii sio kwa msimu huu tu, Simba hii msimu ujao brand itakuwa tofauti kabisa. Yani alijua wazi kwamba nisipokuja kwa wakati huu na target yangu mimi ni miaka 5, inawezekana angekuja msimu ujao angetakiwa aweke hata bilioni 45, bilioni 50 katika hiyo miaka 5 ndio kuinvest yeye. Unaelewa vizuri? Lakini kwa sababu naye na watu wake amekaa chini, ameweka mipango yake vizuri, ameona huu ndio wakati sahihi, nitaendana na mdundo wa Simba Sports Club wanaoenda nao. Yani kwanza kiukweli ametoa thamani inayoendana na Simba katika miaka 5 na uzalishaji wa jezi. Na ametoa vitu vingi sio vya ahadi tu ambavyo viko kwenye makaratasi, ambavyo akishindwa kuvitekeleza ni yeye sasa, baina ya yeye na watu wengi wanao mkataba Simba Sports Club kwamba ameshindwa kutimiza ahadi zake. Tunamfanyaje huyo mtu? Kwa sababu sisi tulishavuta zile bilioni 38 zetu katika miaka 5. Hizi ahadi zingine ni juu yake yeye na ameshindwa kututimizia. Bana, asalamu alaykum wa alaykum salam. Kila mtu ashike njia zake. Simba Sports Club ni brandi kubwa, watakuja wengine, watakuja kufanya mambo makubwa. Ila mimi na imani kwanza mtu aliyokuja kuinvest kwenye swala la uwekezaji wa uzabuni wa jezi ni mtu anayejua Simba vizuri sana. Simba inataka nini ifanye. Ndio maana mimi nimekwambia hivi, nafurahia kuona upande wa wanachama wa Simba Sports Club ambao ni 51% unafanya vitu ambavyo visoambatana na muwekezaji Mo Dewji, si kwa ubaya, kwa kuonesha thamani ya Simba Sports Club upande wa 51%. Je, hawa watu na wenyewe wana mchango gani? Walitupigia kula kutuweka madarakani sisi tuje kuwa viongozi wa yes no, yani tuwe viongozi wa yes tu, kila kinachofanyika yes tu. Hiyo itakuwa sio Simba. Unaelewa vizuri? Ukimtazama mtu kama Murtaza Mangungu ametoka upande wa wanachama na haja, huwezi kusema ametoka ubavuni wa mwekezaji kwamba kuna vitu vilikuwa vinafanyika yeye anaitikia tu. Ametoka upande wa wanachama, hajatoka kwenye ubavu wa mwekezaji wa Simba Sports Club kama timu zingine zinazofanya. Amekuja pale na ameonyesha challenge, mchakato na mada zinawekwa mezani hapa, kuna 1 2 3. Bwana, tunashukuru msaada wako na tuendelea kufanya. Wewe ni mwekezaji kwenye Simba Sports Club, lakini sisi kama ni watu ambao tumepewa dhamana na wanachama wa Simba kwa 51%, bado tuna vitu vya kufanya kwenye Simba kuifikisha Simba mbali. Ndio unaona wanapambana, wameleta mzabuni wa jezi mpya, anatoa hela nyingi kama hizo hapo. Lakini ukija kaangalia swala lililopo kwamba ukiangalia Simba toka inaanzishwa kwenye miaka ya 35 pale, toka inaanzishwa kwamba ilianza na watu wenye tabaka la hali ya chini, baadaye ikawa ni mseto wenye tabaka la hali ya chini, tabaka la kati na wenye tabaka la hali ya juu. Labda pengine watu ndio wanaofia kwamba hiki kitu, hii serikali mseto inaweza ikavuruga kwamba hao wengine wakataka hiki na hao wenye hela wakataka hiki. Hamna Sheikh, mimi hilo silioni, kwa sababu Simba na viongozi weledi sana. Kuna mtu mmoja anaitwa CPA Isa Masudi, kuna mtu anaitwa Dr. Muba, kuna mtu ambaye